subscribe, like Radio 360. Kwa tuangalie kwanza aina ya mchezo ambao Yanga amecheza jana. Yanga aliingia mchezo wa jana kwa aina mbili. Ashinde, akikosa basi apate sare. Sio kufungwa kabisa. Unapokuwa na approach hiyo, kama unaona matokeo ni magumu, basi akishikilia bomba apate sare. Kwa matokeo ya jana Yanga ni pigo sana kwake, sababu alikuwa na uwezo wa kushinda ile mechi, lakini mpira una sansi yake na njia zake. Wakati unajiandaa kushinda, wala kujiandaa na yashinde. Ahali sio timu ndogo, Ahali ni timu kubwa, ndio timu inaongoza kwa mataji barani Afrika, ndio timu ambayo imecheza fainali nyingi ikiacha kuchukua mataji, ndio timu namba moja barani Afrika. Hata jana ilikuwa timu kati namba moja na namba 8 kwa bora ligi ya CAF. Jamani, timu ambayo unapenda kucheza nayo utakuwa na nidhamu kubwa. Haijalishi ipo nyumbani wewe au uko ugenini, lazima uheshimu, sababu wewe Yanga anakuwa kama timu ya pili zidi Ahali. Lazima uende na approach ambayo inaweza kudhibiti Ahali. Nidhamu ya mchezo cha kwanza ilikuwa mzuri, lakini kipindi cha pili kama mchezo ulikuwa dogo. Kipindi cha pili kocha anaongoza goli moja, akuhamasisha timu kidogo isegee mstari wa katikati ya uwanja, aliibana ibaki nyuma mstari wa uwanja. Na Mwarabu akishafungwa ana haja kupoteza mpira kukaa nyuma tena, lazima asegee kwenye mstari wako wa uwanja avuke. Anakulazimisha wewe ufanye makosa. Ndio maana likatokea kosa, ikapigwa mashine, kipa akapakua, ikawa kona, ikapigwa kona, ikatoka piga na kupiga makosa yale, wale kaja wakafunga. Torati mkubwa jisiri. Kwa kocha wa Yanga anamlaumu kwenye hili, kwa sababu aliona toka makosa mapema kipindi cha pili ilipoingia. Shadrack Kiboka alikuwa ameshatoka mchezoni. Kwanza energy ya timu cha kwanza ilikuwa ni kubwa, kwa hiyo energy ikaanza kushuka ile energy, sababu alikuwa lazimishwa watu wapitie kule, kwa sababu tu wanamfesa tayari na kadi ya njano. Kwa kocha alitakiwa kufanya mabadiliko na kuvuza Shabalala, kwa sababu yeye ni mtu mkubwa, ameshacheza na mechi kubwa za Waarabu, mtoka AFCON juzi tu, anajua pusha za Waarabu. Lakini kocha kama anavyojua makocha wengine wako na puchi zao, baada ya kufungwa ndo kabadilisha mfumo na kutoa tayari ushafungwa. Ameenda kwenye falsafa ile ya Kireno kwamba uweze kufanya sababu wakati unaongoza, kama Jose Mourinho ani falsafa zao zile, huwa wafanye sababu mpaka wafungwe, akiamini ikifungwa alafu nifanya sababu ndio itakuwa kitu kile nimeshafungwa sasa, lazima nifanye sababu au nibadilishe mfumo. Lakini kama kufanya sababu wakati hujafungwa alafu ndio ukafungwa, ndio kocha sababu yako ilifeli. Kwa nini nifanye sababu wakati hadi na kitu mkononi na timu inafanya vizuri? Ndio falsafa makocha wengi wa Kireno iko hivyo, patie hiyo kitu. Ndio maana kwa hali ya jana matokeo Yanga 50% ni uwezo wa wachezaji, 50% kocha amefelisha. Yaani tuseme ukweli, Yanga alikuwa anaweza kuwini matokeo kama angeamua kufanya, kwa sababu tayari alisha block pale kati kupitia domo ni kupitia kina Kamara wale na Duki Abuya. Hao watu wanapafua mambo balaa, wanajua kukimbia kwa nusu uwanja, wanajua cross space, wanajua kufanya yote. Sasa kwenye back 3 Dickson Jogo ameshacheza AFCON, anajua alishacheza na Baile, anafahamu. Niona pale inatakiwa kocha amweke Shabalala ili kuweka roho tatu ambazo zoeleka katika sababu tayari watu wale washajua aina mfumo wa kucheza. Kwa kocha amefeli mwenyewe.